zangu, leo sikukuu ya Pasaka, sikukuu ambayo tunaadhimisha kumbukumbu ya kifo cha Yesu pamoja na kufufuka kwake. Sikukuu ambayo inatukumbusha maisha ya Yesu, ujio wa Yesu hapa duniani mpaka kuondoka kwake. Najaribu kupiga mahesabu ama kujaribu kuvaa viatu vya Yesu. Mfano mimi hapa kwenye familia yangu tupo 4. Kuna labda mimi Devi, kuna mwingine Johnny, kuna mwingine Kevi, kuna mwingine labda Esther. Hao sisi wote ni watoto wa baba. Halafu baba anakuja kuniambia, jamani sikilizeni, kati yenu nyinyi ni nani ni mtume aende akajitolee, akateswe, akaumizwe, akadhalilike, yani aishi maisha ya kibinadamu na afili maumivu ya kibinadamu, yani ateseke kuliko kiumbe chochote, ili mimi niweze kuwasamehe watu wangu? Ni nani? Yani kwenye hili hakuna hata mmoja aliyesubutu kunyosha mkono. Hakuna. Wazee 24 walikuwa wamezunguka pale, walikuwa pametanda. Hakuna hata mtu aliyesubutu. Palikaa kimya wa hali ya juu. Ndipo akajitokeza mwamba huyo, akasema mimi niko tayari. Sijui Mungu alichukuliaje, lakini najaribu kuvaa vile viatu. Kwanza jinsi alivyomtazama kwamba amekubali. Uko tayari? Kweli? Utaweza? Ndio. Siwezi jua, pengine Yesu ndo alikuwa mtoto mdogo au ndio mdogo pale mbinguni au vipi, hatuwezi jua. Maana scenario la mbinguni limefichwa kwenye Biblia, ili hapa Biblia haijaeleza Yesu mbinguni alikuwa. Japo sisi tunamtambua kama pati ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na kuna Mungu Roho. Sisi bado hatuwezi kujua, tunaishia tu kwenye hilo Mungu Mwana. Lakini je, najua pale mbinguni ilikuwaje? Hatujui. Basi Mungu kwa kumzawadia akampa upekee, maana anakuja duniani kuja kukumbana na changamoto. Binadamu anawajua, akili zao wanazifahamu, zilivyo fupi kama akili za kenge. Wakati mvua inanyesha, yeye anakimbilia mtoni. Sasa tujiulize, kati ya matone ya mvua na mtoni au baharini au ziwa, wapi kuna maji mengi? Hizo ni akili za kenge. Mimi siwezi kuzitofautisha na akili zetu wanadamu. Basi Yesu akaja huko duniani, akaja akazaliwa katikati ya Mariamu na Selemani kama sikosei. Hapa Selemani, Maria anapata ujauzito kwa njia ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Yani mama Maria anajikuta tu tayari ana mimba na mimba inakuwa. Anakaa miezi 9 na mtoto anazaliwa. Tuvute picha pia sisi
wanaume, sawa, sisi wanaume, yani ghafla umemuoa mwanamke, hujafanya naye, yani umetoka kumuoa, umemlipia mahali, umalize kila kitu, hujafanya naye kitu chochote kile, sawa, hujamgusa, na unaambiwa huyu ni bikra. Napozungumza, sitaki kuzungumza kwenda ndipo, maana nitajikuta zungumza maneno mengine ambayo sio sahihi. Jaribu kuimagine kwenye hili, jaribu kufikiria huyu mwamba alijifikiria vipi. Ghafla naambiwa mke wake ni mjamzito. I say, mimi binafsi pengine ningesema namuacha, kwa sababu naamini lazima atakuwa amezunguka katika mzunguko mpya huko, mwisho tutasumbuana umndani. Hapa. Lakini naamini pengine naye alikuwa na moyo kama hivyo ninavyofikiria, lakini Mungu akamplease, kaambia bwana 1 2 3. Naamini hata maandiko yamezungumza, lakini sisi bado hatujafafanuliwa vizuri kwenye hilo. Biblia, wengi au walokole wa sasa hivi wanaona kama wanaijua sana, yaani tunajiona yani kama tunaijua sana Biblia, na kujiona kama vile sisi na Mungu ni kama pipa na mfuniko kizibo na chupa. Subutu. Ndugu zangu, tuendelee kusonga mbele. Basi Yesu akazaliwa. Tena wakati anazaliwa yule mwamba, nyota ya asubuhi iling'aa, mtikisiko wa ardhi, dunia ilinyamaza kimya kwa wakati. Wakati huo kulikuwa na utabiri. Mfalme Herode, baada ya kusikia Yesu amezaliwa na ile nyota imeonekana, mamajusi walisafiri kutoka, tuseme kipindi hicho ilikuwa ni China, walitoka China mpaka Israeli nyota inapong'aa. Mpaka Mungu anawaambia, jamani, mnaporudi msirudi na njia hii, rudini na njia ile. Lengo ni Herode asijakajua. Bongo ni hatari. Nikijaribu kufikiria Mungu, njia zake zinatisha. Japo sisi binadamu tunavyokuwa tunapitia kwenye zile njia, huwa tunajiona ndio akili zetu tumepita pale. Tunamkosea sana Mungu heshima. Yaani tunamkosea mno. Pengine hata mwenyewe ninavyokuwa nawaambia hivi, pengine bado sisemi kwa kufeel, sizungumzi kwa heshima ila ambapo Mungu anapaswa kuheshima, anapaswa kuzungumza. Kuzi ya Yesu yakakua, na Herode bado alifeli katika njia zake za kutaka kumuua Yesu. Akajaribu kuwaua watoto wote wa kiume waliozaliwa, lakini kwa Yesu aligonga mwamba. Lakini pia katika harakati zote, kumbuka, huyu ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu aliyeteuliwa na Mwenyezi Mungu. Mungu mwenyewe alimtuma duniani na amekubali. Lakini anazaliwa kwenye banda la kwa huko tungesema banda la ng'ombe, ama kwenye Biblia inasema banda la punda. Zizi. Anazaliwa zizini. Ni mtoto wa Mwenyezi Mungu, lakini anazaliwa zizini. Ana nguvu, lakini anazaliwa zizini. Ndugu zangu, tujifunze kitu kupitia hili.
Mungu njia zake huanzia mbali sana, mbali mno, mbali, na njia zake huwezi kuzifahamu hata kidogo. Yaani huwezi kuzifahamu hata kidogo. Zunguka unakozunguka, nenda unakoenda, hutokaa uzielewe. Maana nafikiri aliyefanikiwa kwenye maandiko kumuelewa pengine ni Musa peke yake. Musa peke yake ambaye alitaka kujaribu kufikia, kwa sababu yani yule mwamba alisubutu hata japo hakuiona sura ya Mwenyezi Mungu, aliona tu vazi linapita. Maana kama nilivyowaambia kwamba Mungu kumuona na alishakiri na alisema mwanadamu mwenye damu na nyama, mwenye macho ya damu na nyama hawezi kumuona kama, na akimuona anakufa hapo hapo, yani hapo hapo anafariki. Maana ni kiumbe kinachotisha, kinatisha kuliko viumbe vyote unavyofahamu kwenye ulimwengu. Anatisha mno mno. Lakini Musa alisubutu hata kuliona joho likipotea. Huyo pekee ndio alisubutu. Au wengine walijaribu lakini bado hakufika, hakuweza. Zaidi ya kama sio Joshua au la, akiwa vitani, ghafla kiumbe cha ajabu kikatokea. Lakini kwa ushujaa wake Joshua akasema, "Je, wewe uko upande gani? Uko upande wetu au uko upande wa maadui?" Lazima tukisika kidogo. Huyo mwamba alikuwa anajiamini kiasi gani? Alikuwa anajiamini kiasi gani mpaka kuuliza. Yaani unakutana na kiumbe cha ajabu, kipo strong, alafu yaani mko wawili kimekutokea wawili, alafu bado una ujasiri wa kuuliza, uko upande wa nani? Upande wetu ama upande wa adui? Tupambane. Hapo Biblia iliishia hapo tu. Lakini kiumbe kikasema, niko upande wenu, niko upande wenu. Tuendelee. Basi Sulemani baada ya kufanikiwa kumkuza mwanae na mama Maria, Yesu alianza kazi ya utumishi wake baada ya miaka 30. Baada ya miaka 30 ndio Yesu. Lakini katika makuzi yake alikuwa ni mtoto tofauti kabisa na watoto wengine pale mtaani wakati wanakuwa. Alikuwa ni mtoto mwenye uwezo wa ajabu. Alikuwa na vitu fulani vya kipekee. Lakini tatizo ni moja tu. Nabii siku zote huwa kubariki kwa. Ili lazima mlitambue. Na siku zote ukitaka kufanikiwa mawili, japo wengine Mwenyezi Mungu ametupa uwezo na ametupa kalama na ametubariki, tunaweza kufanikiwa kupitia pale pale tulipozaliwa na kukulia. Lakini wengine ili ufanikiwe inabidi utoke. Toka. Ndivyo hivyo hata wengine. Yesu anatoka, anakuwa, anaenda kuhani nao wanakuwa mlewi. Sifa zikazidi kukua siku
siku nitajaribu kufupisha kidogo haya mambo, kwa sababu hili ni somo refu sana, refu mno, refu. Manake hapa tunazungumzia kitabu chote cha Luka ama kitabu chote cha Yohana. Sasa ukisema nizungumze kitabu chote cha Yohana, hatutomaliza leo na muda ni mchache. Basi baada ya Yesu kuanza kazi yake ya kwanza, nafikiri ni pale alipotoka, alikuwa anaelekea, ndipo alipopitia jangwani, kama sitokosea, mtaniwia radhi maana hapa siko na Biblia. Najaribu kuelezea tu, lengo ni kwamba tukumbuke na tufeel maumivu na maisha ya Yesu. Yesu shije, alifanyaje hivyo. Ndipo Yesu anaanza kuingia jangwani. Ndani ya siku 30 Yesu anatembea tu jangwani, na akiwa jangwani anapewa majaribu ya kutosha, japo sisi tuliona ni yale majaribu matatu kama situkosea, ambalo kibiblia jaribu la kwanza ni lile, kama wewe ni mwana wa Mungu, jaribu jiwe hili na liwe mkate. Ni kweli ana njaa kweli, maana ni binadamu. Hapo tayari anafikiri yeye ni binadamu, japo ana uwezo, lakini ni binadamu. Ndio maana naambia nyinyi, Mungu mumheshimu. Na hata unaposali, unapomwomba Mungu, kitu ambacho nakushauri, baba yangu, mama yangu, kijana mwenzangu, msichana, mama, dada, iwe mtoto na hata baadhi, nakushauri sana, jitahidi kunyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu. Jitahidi sana. Zile shika la kababa, shika sijui nini, achana nazo, zikashike huko. Muombe Mungu kama unavyomuomba baba yako. Yaani muombe kama unavyomuomba rais. Yaani unavyomuomba rais, ndivyo hivyo tena, zidisha zaidi. Maana Mungu ni zaidi ya cheo chochote kilichopo hapa duniani. Mungu ni zaidi ya kiumbe chochote hapa duniani. Weka hilo. Thubutu kunyenyekea kwenye maombi yako. Na omba, unapoomba siku zote, unaposali, unapomwomba Mwenyezi Mungu, usisubutu kutanguliza matatizo yako. Weka hilo. Usisubutu kutanguliza matatizo yako. Kwanza, anza kwa kumpongeza, msifie. Ikiwezekana unavyotaka kuomba, imba au weka hata muziki ambao utalipua moyo wako. Utafeel upo dunia fulani, yani ile moyo unaona unawaka. Yes. Weka hata muziki, utaelewa. Hivyo. Kisha fika pale, basi piga magoti. Pigie Mungu magoti. Unapopiga, tuliza moyo wako. Tulie kwenye hiyo picha ambayo umeitafuta. Tulie kweli kweli. Baada ya kutuliza kwenye hiyo ubeti, anza kumuomba Mungu wako. Kwanza anza kuomba msamaha, yani jisafishe. Oga kwanza. Muombe Mungu wako msamaha. Kisha muomba msamaha. Tena uombe kili kweli kweli. Baada hapo mpongeze. Msifie,
onyeshe kwamba yeye ni Mungu kweli. Siombe tu yani azifu yani wewe ni kama vile. Siombe hivyo. Mungu aombe hivyo. Na haombe kama sisi tulivyokalili. Unajua tumekalili vibaya sana namna kumomba. Tumekalilishwa vibaya. Yaani tumekalilishwa, afu mbaya zaidi tunajificha kwenye kile wanaita nini? Kunena kwa lugha. Endeleeni kunena kwa lugha hivyo, mtakuja kunikumbuka. Na si wafiche. Roho Mtakatifu kumpata sio kazi rahisi kama mnavyofikiri. Roho Mtakatifu ni msihili sana. Roho Mtakatifu kuipata ile obiti yake ukatulia mpaka wewe, sio kazi rahisi. Unajua kuna wakati nifuate mimi ninavyokuambia, kisha fuata hiyo, utakuja kunikumbuka siku moja. Unapoomba unaomba mpaka inafika kipindi unaona kama ukuta unabadilika rangi, unaona kama hali ya hewa inabadilika, unaona kama vile mwanga unaongezeka. Hapo Mungu bado hujaonana naye, Roho Mtakatifu hujaonana naye, malaika wenyewe bado, yani na bado ni ile nguvu tu unaoisikia, mwili wako unavyohisi, unavyofeel. Yani unahisi kwanza ule utulivu, hata panya wala nzi huwa azunguki kwenye ule wakati. Ukishafikia kwenye hiyo obiti huwa hakatishi, hakuna nzi, amna nini. Kama huniamini ninachosema, kajaribu. Pongeze Mungu wako unaposali. Sifie Mungu wako. Sifie kwa namna alivyokuumba. Mpongeze kwa namna alivyo. Sifie alivyoiumba dunia, alivyokuumba wewe, unavyopumua. Mshukuru sana. Tena mshukuru, shukrani nyingi. Zungumza kwa shukrani. Shukuru Mungu yani unaposali pale, unapotoa shukrani zako kwa Mungu, shukuru. Yani shukuru kweli. Shukuru wako. Baada ya hapo ndipo sasa kuna nguvu fulani, yani nywele zako zenyewe unahisi kama mwili wako ni kama vile unakuwa unataka kuachana. Yani mwili wako ni kama vile, yani nywele zinavyosimuka, mwili unavyosimuka, unaona kama mwili, damu na nyama kama vile vinataka kuachana. Hapo ndipo zungumza, omba Mungu, yani wasilishe zile shida zako kwa Mungu wako. Zungumza, usiache kitu useme hiki kitu fulani. Zungumza kila kitu. Muombe Mungu wako katika wakati huo. Sema kweli. Zungumza na uhakika matatizo yako yatatatuka. Japo Mungu wakati mwingine hutujaribu. Utapita kwenye hizo vitu vyote, bado pengine usione matokeo. Endelea. Maana Mungu hapiti kwenye njia kama za shetani. Mungu yeye ni Mungu. Kwa sababu hata wewe shetani anamuomba Mungu. Shetani yeye anachorahisisha, kumbuka matokeo yake ni rahisi sana. Lakini baada ya yale matokeo huaga ni maumivu. Je, kipi bora? Uanze kwa kuumia, umalize kwa furaha. Bila shaka kumaliza kwa furaha ni jambo linakuaga bora zaidi. Ndugu zangu, hizi bado ni kumbukizi za Pasaka. Hii ni Pasaka. Tunazungumza Pasaka, tunamkumbuka Mwenyezi Mungu jinsi alivyomleta Yesu duniani na kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake. Yesu anajaribiwa. Kama wewe ni mwana wa Mungu, badilisha jiwe hili liwe mkate.
badilisha jiwe hili liwe mkate. Sikiliza majibu ya kishujaa. Yesu anamwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Samahani. Binadamu hatoishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu ataishi. Kwamba binadamu unaweza kuishi hata kwa neno la Mwenyezi Mungu tu. Yaani neno la Mungu linaonyesha jinsi gani lina nguvu. Ndugu zangu, tujifunze kitu. Safari ya Yesu inaendelea. Safari ya Yesu inazidi kusonga mbele. Mwamba Shetani akaona haitoshi. Akasema, bado nina jambo la kufanya na wewe. Akaenda kumpandisha juu ya mnara, bali kabisa kiasi kwamba anaiona Yerusalemu yote. Alafu anamwambia, niabudu mimi, nisujudu mimi, na uniamini mimi. Alafu hii dunia yote na hizi falme zote pamoja na dhahabu zote nitakupa wewe. Nafikiri Shetani naye sijui ubongo wake ulisheki mahali, sijui ilikuwa kuaje akili zake zile. Naye nafikiri naye Shetani akili zake ni fupi kama tunavyosema, kama akili za kenge. Sikiliza majibu ya mwamba. Amwambiaje? Usimjaribu. Afu anamwambia Shetani baada ya kumpandisha juu ya mnara, anamwambiaje? Jitupe kama uwezi, jitupe juu ya mnara huu. Maana imeandikwa, malaika watatumwa kuja kukuokoa. Mwamba kamvuta, tolea uvivu, akamwambia, sikiliza, imeandikwa kwenye maandiko matakatifu, nendeni mkasome. Tena na wakumbusha, kumbuka Yesu anasema imeandikwa. Maneno yote kwenye majaribio anakuambia imeandikwa. Inatufundisha kwamba tunapaswa kusoma. Jamani, Biblia imeandikwa ili tusome. Tujifunze kusoma maandiko matakatifu. Tujifunze kusoma Biblia. Biblia ina neno la Mwenyezi Mungu. Yaani pamoja na kwamba imeandikwa na binadamu, na neno wakati mwingine ametoka kwenye vinywa vya wanadamu, lakini kuna baadhi ya vitu ukisoma kwenye Biblia unaona kabisa hapa Mungu alihusika moja kwa moja. Yaani kuna kitu fulani cha miujiza kilihusika moja kwa moja kwenye uandishi wa haya maneno. Ndugu zangu, naomba mnielewe. Leo nawaeleza na nawafundisha kwa kina kuhusiana na hili. Niko mbali sana, na kama mtaona kama vile naweza kuendana na hao wanaowafundisha haya, mtazungumza chini ya comment hapo chini. Mtazungumza chini hapo, mtakomenti, mzungumze na mtoe comment. Je, niko sahihi ama siko sahihi? Basi Yesu anamwambia imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Narudia tena, Yesu anamjibu huyo mwamba mwenye akili fupi kama akili za kenge, ambaye huwa anakimbia manyunyu ya mvua na kuingia mtoni, Shetani. Imeandikwa. Yesu anamjibu, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Jamaa baada ya kuzidiwa sijui kawaikoaje, tukamwona Yesu huyo anaamba zake. Lakini kabla hapo kulikuwa na mapitio mengi ambayo Yesu alipitia ndani ya siku 30. Tabu nyingi alizipitia. Mwisho anaingia Galilaya kama sitokosea.
kazi yake inaendelea, akiwa na wanafunzi wake kadhaa. Akateua wanafunzi wake kadhaa ambao walikuwa 12. Kulikuwa na safari pia ya uteuzi wa wanafunzi, haikuwa tu kama unavyonisikiliza, kulikuwa na process nyingi sana, sio kana kwamba alikuwa anaenda tu. Kumbuka mpaka Yesu anaenda baharini, anaambia bwana, vipi bwana? Bwana vipi nini, wakati unatuona tunatoka na nyavu tupu hazina kitu. Akasema basi twendeni. Bwana, usiku kucha, usiku ndio samaki zinapatikana kirahisi. Usiku kucha tumeshinda tukihangaika tukitafuta samaki. Nimewaambia twende. Amba wakamwangalia. Lakini nafikiri angekuwa ni Mtanzania angegoma kabisa, pengine wangegombana pale na ungekuwa mtiti. Lakini hisi Mwenyezi Mungu akavuga baadhi ya nani, kwa sababu ili waende. Wakaondoka na mchana. Sio na mchana. Wakati wanaenda, nafikiri ndio zoruba ile ilitokea. Mvua kali, mawimbi yakaanza kutokea. Yesu wakati alikuwa amelala wakati huo. Jamaa akaanza, wewe, mvua inanyesha, Bwana tusaidie. Nini? Basi Yesu alivyosimama baada ya kuona kile kisanga na robo, jamaa wamehangaika, wanavyohangaika wanaona mambo bado yamekuwa magumu. Pambana na kupambana wapi? Basi Yesu akasema, ikabidi asimame pale na akauliza. Kwanza nafikiri alitulia. Baada ya hapo akanyosha mikono yake, ile hali ikatulia. Watu wakakaa, kimya kikatanda. Yaani bahari imetulia, hali imetulia, na hawa jamaa wametulia. Yaani wanashindwa waulize nini. Yaani kimoyomoyo wanajiuliza, huyu ni nani ambaye mazingira ya asili yanamtii? Nani huyu? Hapa nahisi, yaani kama ningekuwa ni mimi, pengine mkojo debe. Maana ningeanza baada ya kunani, pengine ningetaka nikimbie. Sasa sijui ningekimbilia wapi, kwa sababu ninakotaka kukimbilia kuna maji. Hatari. Huyu jamaa anatisha mno, anatisha. Yaani vitendo vyake vinatisha. Basi akaendelea na safari. Walipofika mahali akamwambia, shusheni nyavu kilindini. Bwana, shusheni nyavu kilindini. Bwana, usiku kucha tulikuwa hapa tunahangaika. Na saa hizi mchana wote huu nataka tu shusha nyavu kilindini. Basi yule jamaa pamoja na nani wakaamua kumsikiliza wote. Maana huyu ni simba kweli kweli. Kwenye maandiko matakatifu anasomeka kama simba wa kabila la Yuda. Simba wa kabila la Yuda. Sasa hapa simba anafanya mambo yake. Lakini anaenda mbali kwenye maandiko, anasema yeye ni maji ya uzima. Anywaye atapona. Basi wale jamaa wakakubali, wakashusha nyavu kilindini. Baada ya dakika kadhaa, haikuchukua hata nusu saa, ile wamenani tu kuvuta hivi nyavu, jamaa wanaona ngumu. Vuta wapi? Vuta kanganda. Huyu ndugu yangu mmoja akamwangalia Yesu hivi, akamchungulia hivi kwa wizi.
Mwingine akamwangalia kwa nguvu hivi akasema, akadungua macho, yani anashindwa hata aseme nini. Akavuta kwa nguvu, jaza kwenye kile kinani. Mpaka sasa ikafika kipindi wakaona sasa hapa hatuwezi, mtumbi sasa umeshajaa, tunaweka wapi wengine? Jaza mle, jaza, wengine wakawa wanamwagika. Ndio ile imeandikwa, nitajaza mpaka kujaa na kusidiliwa na mpaka kumwagika. Hii ni safari ya Mwenyezi Mungu kuelekea kukamilisha maandiko matakatifu yaliyotabiriwa karne na karne, yaliyozungumzwa karne na karne.